Katika mapokeo ya kanisa la Kilutheri, Jumapili ya Exaudi ni Jumapili maalumu inayoadhimishwa kati ya kupaa kwa Kristo na Pentekoste. Neno Exaudi limetokana na Kilatini likimaanisha sikia au usikie maombi yangu, kutoka Zaburi mlango wa 27 mstari wa 7. E Bwana, usikie sauti yangu nikilia. Hii ndiyo sababu katika kalenda ya KKKT siku hiyo huitwa usikie kuomba kwetu. Kitheolojia, Jumapili ya Exaudi inaleta picha ya kanisa lililosimama katika kipindi cha kusubiri kwa imani. Yesu ameshapaa mbinguni, lakini Roho Mtakatifu bado hajamiminwa, yaani Pentekoste. Ni kipindi kinachoakisi hali ya mitume kule gorofani, wakiwa na upweke wa kimwili baada ya Kristo kuondoka, lakini wakisubiri kwa hamu msaidizi aliyeahidiwa. Ni kilio cha kanisa likimwomba Mungu asiliache peke yake. Ni wakati ambapo wanafunzi waliokuwa Yerusalemu walikuwa wakisali, wakingojea ahadi ya Mungu itimie. Matendo mlango wa 1 mstari wa 12 hadi 14. Ni Jumapili ya kusubiri kwa tumaini, kuomba kwa uvumilivu na kutegemea msaada wa Mungu katika udhaifu wa mwanadamu. Kulingana na mapokeo ya kanisa na mtiririko wa kimaandiko na katika theolojia na historia ya Kikristo, inaaminika kuwa ghorofa ile ile ambapo Yesu alikula chakula cha mwisho, Pasaka, na wanafunzi wake, ndiyo ghorofa hiyo hiyo ambapo: 1. Wanafunzi walijificha baada ya kufufuka kwa Kristo. 2. Walikusanyika kusali baada ya Yesu kupaa, yaani kipindi cha Exaudi. 3. Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste. Baada ya Yesu kupaa mbinguni kutoka mlima wa Mizeituni, Biblia inasema wanafunzi walirudi Yerusalemu na walipofika wakapanda gorofani walipokuwa wakikaa. Matendo mlango wa 1 mstari wa 13. Katika lugha ya asili na tafsiri nyingi, inaashiria kuwa walirudi kwenye kile chumba ambacho kilikuwa kimeshakuwa makao yao au kitovu chao cha ibada tangu wakati wa Pasaka ile ya mwisho. Hadi leo, huko Yerusalemu katika mlima Sayuni, Mount Zion, kuna jengo linaloitwa The Cenacle, chumba cha juu. Ingawa jengo lililopo sasa lilifanyiwa marekebisho makubwa katika karne za baadaye, hasa na wapiganaji wa msalaba, yaani Crusaders, linatambulika kihistoria kama eneo lile lile ambapo matukio haya makuu yalitokea. Siku ya Exaudi tunayoiadhimisha inatupeleka kiroho ndani ya ghorofa hiyo hiyo. Tunajiona tukiwa na wale mitume 120, akiwemo Mariamu mama wa Yesu na nduguze, tukiwa mahali pale pale ambapo Yesu alimega mkate, tukisubiri kwa pamoja ahadi ya Roho Mtakatifu. Ni chumba kile kile cha agizo la upendo, Pasaka, ambacho sasa kinakuwa chumba cha kilio cha maombi, Exaudi. Kwa hiyo, ujumbe mkuu wa Exaudi ni huu: kanisa lisikate tamaa katika kusubiri, bali liendelee kuomba kwa imani, kwa sababu Mungu husikia kilio cha watu wake, na Roho Mtakatifu huwaombea hata pale wanaposhindwa kusema. KKKT Digital inakualika kusikiliza ujumbe wa Baba Askofu Dr. George Pindua, mkuu wa KKKT Dayosisi ya Morogoro, katika siku hii muhimu ya Exaudi. Kusikia kilio cha wanaolia. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, tusitumie nafasi zetu kuwakandamiza wanyonge.
Na jambo la tatu, huruma ndiyo moyo wa Kristo. Na jambo la nne, kanisa liwe mahali pa uponyaji na wala sio mahali pa kuwakandamiza wengine. Wapendwa, andiko letu la leo linatuletea habari ya watu vipofu. Nafikiri kama tungekuwa tunafanya zoezi la kufanya upofu, tufumbe macho alafu tutembee, tungeona shida anayepata mtu anaitwa kipofu. Hawa vipofu waliketi kando kando ya njia. Tena wakati Yesu alikuwa akitoka Yeriko, anapita, anakutana na hawa vipofu. Watu hawa walikuwa katika hali ya mateso na udhaifu mkubwa, ambao kibinadamu walihitaji msaada wa kibinadamu kwao wawasaidie. Na hata wengine heshima na utu wao vilipotea tu kwa sababu ya hali waliokuwa nayo. Jambo hili liliwatesa sana. Lakini hawa watu waliposikia sauti Yesu anapita, hawakunyamaza. Waliinua sauti zao, wakamtaka Yesu awahurumie. Ndio jambo kubwa, awahurumie. Jambo la ajabu sana. Wenye macho wanayoona wanasikia watu ambao hawaoni, wanapiga kelele, tena wanamwambia Yesu. Watu hao hawaoni, na badala yake wanawakemea. Na umati huu walitaka wanyamaze, wasiinue vinywa vyao kwa ajili ya kueleza shida yao. Lakini wao hawakukata tamaa, wakaendelea kumlilia Yesu kwa imani kubwa. Na Yesu aliposikia kilio chao, alisimama, akawaita, akawahurumia na kuwaponya macho yao. Tendo hili ni tendo linalotufundisha kwamba Mungu husikia kilio cha wanaoteseka, na kwamba kanisa linapaswa kuwa mahali pa huruma, mahali pa upendo, mahali pa msaada, mahali pa kimbilio kwa watu wenye shida. Ndicho kikubwa ambacho tunakiona hapa. Lakini muda mwingine ninapozungumzia kanisa, ninagusa maisha yetu mmoja mmoja, kwamba kila mtu ameitwa kuwa kimbilio kwa mwenzake. Na Mungu anatamani hili kuliona katikati ya kanisa. Wale vipofu walilia, na hapa tunaona wale vipofu walijua kwamba tumaini lao haliko kwa wanadamu, bali kwa Yesu Kristo. Muda mwingine wanadamu utawaona ni watu wazuri sana, lakini cha ajabu, binadamu huyu anaweza akageuka akawa ni mtu wa tofauti sana. Tofauti sana. Mimi naangalia muda mwingine mtu anaumwa kweli kweli. Wanasema sasa mgonjwa huyu ili aweze kupata msaada wake tumkimbize Muhimbili. Msaada wake huyu tumkimbize India. Tumkimbize nje ya nchi ili akapate msaada. Lakini kila unayemgusa anakuambia hiyo hela kwa kweli hatuna. Lakini siku anapokufa unashangaa mambo ya ajabu sana. Wale waliosema hawana hela ndio wanasema tutafute jeneza linalofanana na yeye, la kifahari, tutengeneze na fulana nzuri za kifahari. Lakini kumbe wakati wa kuumwa hawakuona thamani. Hawa ni wanadamu. Alafu anasema tulimpenda sana, lakini Mungu amempenda zaidi.
kumbe ni ugonjwa ambao angeweza hata kutibiwa. Lakini mwanadamu huyu anaweza akawa jambo la ajabu kabisa. Hawa ndugu zetu walimlilia kwa imani, wakiamini kwamba rehema za Mungu zinaweza kubadilisha maisha yao. Yesu hakupita bila kujali maumivu yao, bali alisimama ili kusikiliza. Na hii inaonyesha kwamba Mungu wetu ni Mungu anayosikia maombi ya watu wake, na ndio maana aliwajibu. Maandiko matakatifu yanatufundisha katika Zaburi ya 34 mstari wa 18, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Hii ina maana kwamba kila mtu anayelia mbele za Mungu hasikilizwi bure. Yesu bado anasikia sauti za masikini, anasikia sauti za wagonjwa, anasikia sauti za yatima na wote wanaomtafuta kwa moyo wa kweli. Mungu anasikia. Na hili ndilo Mungu analolitamani kuliona kanisa, ambalo kanisa linakuwa kimbilio, kanisa linaowajali wengine, kanisa linaloheshimu utu wa mtu, kanisa linalolia pamoja na wanaolia na linalofurahi pamoja wanaofurahi. Lakini kuna watu daima wanaweza wakakaa wakakuombea mabaya, wakifikiri kwamba wao wataishi maisha yao yote hapa duniani. Mungu anasikia kilio. Ndani ya kanisa la leo kuna watu wengi wanaobeba majeraha ya moyo. Kuna watu wanabeba huzuni na mahitaji mbalimbali. Wapo wanaolia kimya kimya, wakihitaji faraja, wakihitaji msaada na upendo wa Kristo. Kanisa linapaswa kuwa sehemu ya kuwasikiliza na kuwainua watu hawa badala ya kuwapuuza. Sisi tunawapuuza watu, tunawapuuza watu. Sasa sio wito wa kanisa. Wito wa kanisa ni kuwajali na kuwasaidia wao. Lakini jambo la pili, tusitumie nafasi zetu kuwakandamiza wanyonge. Umati wa watu walionyesha jambo la ajabu sana kwa watu wenye shida, lakini wao wanaonyesha jambo la ajabu. Ajabu waliotumia, waliwakemea wale vipofu ili wanyamaze. Lakini wanapowakemea wanyamaze, wao hawana suluhisho la mahitaji yao, la shida zao, ya tabu yao. Hawana suluhisho. Wao wanamuona Yesu ni suluhisho la shida yao, ndiye atakayewatibu kulingana na shida yao. Wanamlilia, wanamueleza shida yao, hawa wanawanyamaza. Hii inaonyesha ya kwamba wakati mwingine waliokuwa karibu na Yesu waligeuka kuwa kikwazo kwa wenye uhitaji. Hata leo jambo hili linaweza kutokea ndani ya kanisa pale watu wanapotumia nafasi zao vibaya. Sasa sisi wachungaji tumepewa nafasi ya kulisha na kuchunga kundi la Mungu. Wakristo hawa wanapopata shida, mahali pa kukimbilia ni kwa wachungaji wao wa kiroho ili wawasaidie. Ili muda mwingine inawezekana sisi tu ambao tumeitwa, tunaokaa karibu, tumekuwa kikwazo kwa wengine wasimuone Mungu. Wito wetu si kuwakandamiza, wito wetu si kuwanyanyasa. Tunaitwa na Yesu mwenyewe mwenye kanisa kuwasikiliza wenye shida ili wamuone Mungu aliye hai. Wengine hutumia mamlaka zao, fedha zao, elimu na vyeo vyao kuwadharau walio dhaifu. Kuna watu wengine wamekosa huduma tu kwa sababu tu ya hali yake aliyokuwa nayo. Mwingine akiingia mahali anaambiwa kaa kwenye mstari, lakini kuna mwingine kwa sababu ya status aliyokuwa nayo anapita kwa sababu ya cheo chake. Kuna wengine hata katika hospitali zetu wameitwa kuwa vyombo vya kuwahudumia watu, lakini kuna wengine walitazama kwa jicho la kipekee. Mungu anataka kutukumbusha jambo la msingi sana. Mamlaka, fedha, elimu,
utaalamu na vipawa tulivyokuwa navyo tusitumie kwa ajili ya kuwadharau wengine. Huwafanya masikini wajione hawana thamani mbele za watu. Lakini Yesu anatufundisha tofauti kubwa sana. Yesu hakuwafukuza wale vipofu wala kuwanyamazisha, bali aliwasikiliza. Na hii ndio lugha ya Yesu. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hii ndio lugha ya Yesu ya kupumzisha watu ambao wana mizigo mikubwa. Neno la Mungu linatukumbusha katika Injili ya Mathayo 23:11, aliyekuwa mkuu kwenu atakuwa mtumishi wenu. Hivyo uongozi wa Kristo si nafasi ya kujitawala kwa mabavu, bali ni nafasi ya kuwahudumia watu wa Mungu kwa upendo na kwa unyenyekevu. Mliopewa nafasi kwenye jumuiya, mliopewa nafasi wazee wa kanisa, mliopewa wachungaji, wakuu wa majimbo, askofu, hata viongozi katika taifa hili, wao kazi yao ni kuwahudumia wengine. Tumeitwa kuwa watoaji huduma. Mungu anahitaji unyenyekevu na wala si vitu vingine, kuwapenda wenye shida. Kanisa halipaswi kuwa sehemu ya mateso kwa waliodhoofika, bali liwe mahali pa faraja na matumaini. Mungu hapendezwi na watu wa Mungu wanaotumia nguvu kuwatesa watu wengine. Mungu anataka Wakristo wenye moyo wa huruma na haki. Leo hii hata tumekaa hapa, tunao mabinti wanaotusaidia majumbani mwetu. Wengine wamepata mateso makubwa sana, lakini kwa sababu tu ya hali aliyokuwa nayo, ametoka kijijini anakuja anakusaidia. Tena mwingine anamlea baba yako, lakini huyu anayemlea baba yako wewe unapata nafasi ya kufanya kazi zako vizuri, lakini unamnyanyasa huyu. Huyu mwingine umemleta amtunze mama yako mzazi, wewe unafanya kazi zako vizuri, lakini huyu ananyanyaswa anayemlea, anaomtunza mama yako mzazi. Kuna mwingine umemkabidhi watoto wako, yeye ni wa thamani sana. Sasa mtu ambaye umemkabidhi watoto wako anapaswa kuheshimiwa. Watu wamejaa roho za kikatili na za kinyama. Ubinadamu haupo, utu hauko. Watu wanaishi katika hali ya kusengenyana, ya kudharauliana, ya kutukanana. Hawa ni binadamu. Lakini nataka niwaambie, tukijaa na moyo wa upendo wa Kristo, maisha yetu yanabadilika. Na Mungu akiingia ndani yetu, hawezi kukuacha kama ulivyo. Ni lazima maisha yako na maisha yangu yabadilike. Kanisa hili ambalo Mungu ametukabidhi, na wito wa Mungu wa leo tunaojifunza kupitia vipofu hawa, litukumbushe kujifunza kutenda mema. Takeni hukumu, mkemeeni mwenye kuonea. Unamkuta mtoto anabakwa, mama anasema tendo hili siwezi kusema, nikisema mume wangu atafungwa miaka. Unakuta mtu anafanya tendo la kinyama, watu wananyamaza, ukatili unaendelea. Ninyi mlioitwa na Yesu, mkawe sauti ya wengine, sauti ya wanyonge. Mteteeni yatima, wateteni wajane. Hii ilikuwa ni sauti ya Mungu katika Isaya 1:17. Sauti hii ilikuwa ndiyo sauti ya Mungu, na ndiyo sauti ya Mungu inayosema sasa. Mafundisho haya yatusaidie sisi ili tuwe watu wema, watu wenye upendo, watu wa kuwajali wengine, kuwathamini wengine, kuwaheshimu wengine. Na hili ndilo kanisa Mungu ambalo anatuagiza. Mungu anapendezwa na kanisa linalowajali walio na uhitaji, walio dhaifu. Tusitumie nafasi zetu kuwafanyia wengine wajione hawafai mbele za Mungu. Ninyi mlioitwa kuwa watumishi katika kanisa la Mungu, tumieni nafasi zenu kwa kuwahudumia watu vizuri, kwa kuwatendea mema. Msitumie nafasi zenu kama daraja la kuwakandamiza wengine na kukata tamaa katika maisha yao. Badala yake tuwe faraja, tuwe daraja la kuwafikisha watu kwa Yesu kupitia upendo, haki na huruma ya kweli. Maana wale walipowazuia
tafasiri yake wangeshindwa hata kupata uponyaji, lakini kwa sababu ya tukio la kukutana na Yesu, Yesu akaponya maisha yao na wakawa salama. Hivyo ndugu zangu, hili ndilo kanisa ambalo Mungu analileta kwetu, kanisa lenye kujawa na moyo wa upendo. Na tunajifunza habari nzuri ya yule Msamaria ambaye alikuta mtu yuko njiani amepata mateso, lakini yeye bado anamchukua, anamhudumia kwa fedha zake na kwa hela kwa usafiri wa kwake, hadi anapoona kwamba mgonjwa huyu amepona, na yeye anasema gharama zote mimi nitalipa. Tusifanye matendo ya kujionyesha ili watu watuone, ila tutende matendo yenye kuleta baraka na watu wamuone Mungu katika maisha yao ya kila siku. Kristo wenzangu, andiko hili litukumbushe ya kwamba Yesu Kristo anasikia kilio cha watu wanaomuita kwa imani. Tukimuita Yesu kwa imani, yeye anaitika. Tunapopeleka mizigo yetu kwake, yeye anatuondolea na kutuponya. Tunaitwa kufuata mfano wake kwa kuwahurumia wenye shida na kuwasaidia walio na madhaifu katika maisha yao. Ndugu zangu, tusiwe sehemu ya watu wanaowazuia wengine kumuona Yesu. Mkristo usiwe kikwazo cha wengine kumuona Yesu. Na wengine mimi naumiaga kweli, yani roho yangu inauma sana. Hawa wachungaji hawa wanafanya kazi usiku na mchana, wanawaombea wachungaji hawa, wanawatembelea, wanawapa chakula cha Bwana wachungaji hawa, lakini siku inapofikia hata ya kusema mkate wake, kuna mwingine anasimama anasema hatuna hela. Washirika hawa wametoa sadaka zitunze na mtumishi wao, lakini kuna wengine kwa nafasi walizokuwa nazo wananyanyasa watumishi hawa wa Mungu. Mnafikiri kwamba tunafungua baraka au tunazifunga baraka? Tunazifunga. Niwaombe sana, wapakwa mafuta wenu waheshimuni, kwa sababu wanakesha kwa ajili yenu, wanaomba kwa ajili yenu, wanalia pamoja na ninyi, wanawatembelea ili kusudi muweze kumuona Mungu anayefanya kazi pamoja nao. Ndugu zangu, Wakristo wenzangu, Mungu ametuleta tusiwafanye wakaingia katika makwazo ya utumishi wetu. Lakini watumishi, msiwe kwazo kwa hawa kundi ambalo Mungu ametukabidhi. Yesu mwenyewe ametuita akatuambia, lisha na uchunge kondoo zangu. Naomba wachungaji, mmeitwa kufanya kazi ya Mungu, lisheni kundi la Mungu. Msiwe kikwazo ili watu wasije wakamuona Mungu katika maisha yao. Msiwahudumie watu kwa sababu ya taito zao, kwa sababu ya nyadhifa zao. Msiwanyamazishe watu, bali ninyi mkawe chanzo cha kuwakaribisha na kuwapokea, ili wamuone huyu Yesu ambaye Mungu ametukabidhi kundi hili. Ndugu zangu wapendwa, Wakristo wenzangu na watumishi wenzangu, Bwana atujalie moyo wa huruma. Mungu atujalie moyo wa unyenyekevu. Mungu atusaidie tuwe na moyo wa upendo, ili kanisa lake liwe mahali pa faraja, haki na matumaini kwa watu wote. Amen. Amen. Usinipite Mwokozi, unisikie.